Asante. Kwa ujumla maandalizi yanaendelea vizuri, yako vizuri, na vijana ukiangalia morali yao iko juu, na bahati nzuri tulipata muda kufanya maandalizi, lakini ukiachilia muda kupata maandalizi, lakini tulipata muda kucheza michezo ya kirafiki ambayo imeweza kutusaidia kuona mapungufu yetu, lakini pia madhumuni ya mechi ya kesho kuweza kupata matokeo. Ukiangalia mechi mbili zilizopita tumeweza kupata matokeo, kwa hiyo lengo letu ni kuendeleza pale ambapo tupeishia katika mechi mbili za mwisho. Kwa hiyo nawaomba mashabiki wetu wajitokeze kwa wingi, waje watu support kwa sababu tunacheza tuko nyumbani, na imani yangu kubwa vijana watakwenda kutupa kile ambacho tunastahili kupata. Utakuwa ni mechi ya ushindani. Raundi ya kwanza tulicheza nao kwao. Ni game ambayo tulidominate, pia tulitengeneza nafasi, lakini kutokana na ukubwa wa game tulilaki concentration, kuna baadhi ya nafasi tulizikosa. Kwa hiyo hata maandalizi yetu yamejikita kuelekea hiyo game, na ni mechi tofauti na mechi ambazo zimepita. Kwa hiyo hata aina maandalizi yenyewe pia yako tofauti kutokana na ukubwa wa mechi na pia ubora wa washindani wetu. Haijalishi wako nafasi gani kwenye msimamo, lakini kwamba tunatafsiri tunakwenda kucheza na timu ya ushindani na ni timu ya daraja letu. Kwa hiyo tunaona kwamba tutaenda kutana na mechi ngumu, lakini sisi kama Azam tumejipanga vizuri kuhakikisha tunaweza kupata matokeo. Asilimia kubwa wachezaji wengi wapo kwenye hali nzuri, hata wale ambao walikuwa kwenye majeruhi ya muda mrefu, wakina Faisal tayari tumeshaanza nao na tayari tushaanza kuwatumia kwenye michezo ya kirafiki. Itategemea na mazoezi yetu ya mwisho yakoje. Kama atakuwa anaendelea na hali ile ile, basi ana nafasi kubwa pia ya kuweza kutumika, lakini pia wachezaji ambao wengine tuliwahi kuwakosa katika mechi zilizopita, this time pia nao tuko nao, na hata wale wachezaji wetu ambao walikuwa national team walikosekana katika baadhi ya michezo, kwa hiyo pia na sasa tuko nao. Kwa hiyo tunakwenda kukabiliana na Yanga tukiwa kamili.